Swali la kujiuliza ni kwamba je, tangu uanze kumwomba Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo kwa habari ya mafanikio na kwa habari ya wewe kuwa tajiri, je, umeshafanikisha? Na kama bado, je, uungane na watu wengine katika kutoa kafara za wanyama? Biblia inasema kwamba Yesu alipokuja alikuja kwa ajili ya kutimiliza au kukamilisha, wala sio kuitengua Torati. Masadukayo na Mafarisayo na wana wa Israeli kwa ujumla walipomsubiri Yesu Kristo katika hali ya kimwili kwamba atakuja mfalme, atawakomboa kutoka katika dola za maadui zao au kutoka katika dola ya Kirumi, walifeli. Ni kwa nini walifeli? Ni kwa sababu walimsubiri katika hali ya kimwili. Lakini chochote kile ambacho akijafanyika katika Agano Jipya au akijaandikwa au kuelezewa katika Agano Jipya, maana yake hicho kitu tunakipata katika Agano la Kale. Na katika Agano la Kale ni kwa habari ya sheria, kanuni na amri. Maana yake ili hicho kitu kifanikiwe au kifanyike kinahitaji mtu afuate kanuni, sheria na amri zilizowekwa. Kwa hiyo chochote kile ambacho hakipo katika Agano la Kale, hakipo katika Agano Jipya, maana yake kipo katika Agano la Kale, kinahitaji sheria, kanuni na amri. Shalom shalom, mtumishi wa Mungu. Leo nimekuja na majibu sahihi kwa mujibu wa Biblia kuhusu ile mada inayoendelea kwa habari ya damu ya Yesu Kristo na kwa habari ya kafara za wanyama. Baada ya kusoma Biblia kwa muda mrefu, baada ya kufanya analysis na kuchunguza maandiko, leo nimekuletea kazi sahihi zilizoorozeshwa katika Biblia kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, naomba tumsikilize Prophet kwanza, afu zeni nitaendelea kukutajia matumizi sahihi ya damu ya Yesu yote yaliyoorozeshwa katika Biblia. Hasa kama Ayubu, unataka utajiri wa Ayubu. Unajua Ayubu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anachinja. Kwa hiyo mimi nafanyaje? Kanisani kwetu tumetengeneza madhabahu ya kuchinja. Unakuja, nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, baba, ambia haya, sadaka yako weka pale juu ya madhabahu, tumwage damu, tuchinje, tumuombe Mungu. Mungu, hii ni sadaka mtoto wako huyu ameileta, anataka kufanikiwa shughuli zake. Huwezi kuwa mfanyabiashara kwa maombi ya dakika 5, utakuwa mfanyabiashara wa kulia tu. Yes, kama tulivyosikiliza hapo, ukisoma Biblia katika Agano la Kale, neno la Mungu linasema kwamba Mungu alipomuumba Adam alimuumba akiwa perfect, akiwa kamili. Lakini baada ya kumkosea Mungu aliluzi